Hivyo naelewa Musa alitamani kuanza kumtumikia Mungu bila kutoka. Alikuwa bado na elimu ya Kimisri, hana elimu ya kimungu ipasavyo. Lakini alipotoka kule jangwani, amekuja na elimu ya kimungu. Haongei kwa namna ya kumtambua Farao, anaongea kwa namna ya kumtambua Mungu wa kweli yukoje. Anamtambulisha Mungu wa kweli yukoje. Biblia nasema Mungu akamwambia Musa, nimekufanya kama Mungu mbele ya Farao. Madhara ya kutaka kutumika ukiwa bado hujatoka. Huwezi kuleta matokeo kama unataka kumtumikia Mungu ukiwa bado haujafanya nini jamani? Haujatoka. Hatuwezi kumtumikia Mungu bila kutoka. Hatuwezi kabisa. Hatuwezi kuleta matokeo mazuri yanayomfurahisha Mungu bila sisi kuamua kufanya nini? Kutoka. Musa aliamua kuanza kutaka kumtumikia Mungu bila kutoka. Unaona madhara yaliyotokea? Hivyo naelewa Musa alitamani kuanza kumtumikia Mungu bila kutoka. Akatamani kuwasaidia ndugu zake, kamuua Misri mmoja. Akajua hapa toka naenda mdogo mdogo nikiona na mnyonga. Anataka kumtumikia Mungu lakini bado hajatoka. Kozi za Musa miaka 40 akiwa anapata elimu ya Kimisri na kuonekana kama mtoto wa binti nani jamani? Farao. Na kwa kuwa mama yake alikuwa anamuelimisha, anampa maneno kwa siri, pamoja na huko kule kisa cha kuwa kule kwa sababu wanaume mko mnauawa. Kwa kaa kule kimkakati. Ninasema Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mtoto wa nani? Binti Farao. Akaona bora kuteseka na watakatifu. Lakini akatamani sasa kuanza kutaka kuifanya kazi ya Mungu akiwa bado hajatoka kwenye ile mikono ya nani? Ya Farao. Utaweza, nikuhakikishie. Unaweza kuona shauku kabisa, natamani mtumikie Mungu, natamani nifufue wafu, natamani magonjwa yaondoke, natamani kimwekea mtu kilema atembee. Hutaweza bila kutoka. Hutaweza. Na swala la kutoka ni gharama. Ndio maana Musa na Ibrahimu anaambiwa toka wewe. Haleluya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo lina gharama swala la kutoka. Unaweza kuachanishwa na vitu vingine. Ndio maana Yesu alisema kwenye Injili, bila shaka Injili zote, anasema ukiona kuna kiungo kimoja wapo kinaukosesha, ni bora uingie mbinguni ukiwa hauna hicho kiungo kuliko kuwa na viungo vyako vyote unakotupa jehanamu. Ikiwa ni macho, ngoa, hana maana ya macho. Anaangalia kile kitu ambacho huenda saa nyingine ni kama cha thamani kwako, alafu inaukosesha ufalme wa Mungu. Ni bora uachane nacho. Amen. Hakuwa na maana kukata miguu, kukata nini. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anamaanisha kipaumbele umpende yeye. Jina la Bwana libarikiwe watumishi wa Mungu. Lakini tunaona Musa anatolewa pale miaka 40 jangwani kule. Anapata kozi tena miaka 40. Pambana. Akashushwa chini. Kwa hiyo saa nyingine tunapotamani tukitolewa na Mungu, kuna mazingira ya kuandaliwa. Katika mazingira ya kuandaliwa unaweza kufanya kazi ambayo saa nyingine unaweza kusema mimi na elimu yangu nafanyaje kazi kama hii. Lakini Mungu anataka kuangalia unyenyekevu wako. Amen. Unaweza kukuta saa nyingine mchungaji wako anafagia kwa sema mimi ni profesa, ngoja nikae kule kwenye kiti. Hivi unasikiliza? Hutaenda mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Shughulishwa na yale mambo ambayo ni manyonge, huenda Mungu ndio anakufundisha. Mungu ndio anakutengeneza. Aondoe huenda kiburi fulani, aondoe hali yako fulani, alafu akufinyange. Bila anasema lile jiwe likimwangukia mtu anasagwa na kuwa tikitiki ili umfae Bwana kwa kila kazi njema. Tumeisikia hapa. Kila kazi njema huwezi kuifanya, maana huwezi kutolewa tu kaachwa. Unatolewa alafu unaingia kwenye kozi ya Mungu. Unapitishwa kwenye mahali fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo akatolewa Musa, akaenda kule, akatengenezwa, akashushwa chini kuchunga kondoo kutoka ikulu. Toto wa mfalme, toto wa kiongozi mkubwa, unaenda kuchunga kondoo. Unafuata kondoo nyuma. Mungu alikuwa anafundisha tabia unyenyekevu.
na baada ya kuona darasa hilo limekamilika akamrudisha tena, nenda, na alikataa kwa sababu najua na Arabi kule. Mimi natafuta nishakimbia. Ndio maana akasema mimi sijui hata kuongea bwana. Nishana kwenda kule. Siendi. Tafuta, namwambia tafuta mtu mwingine. Bwana Yesu pewe sifa watumishi. Haleluya. Alilazimishwa, hakuwa nataka, alilazimishwa paka kaenda. Haleluya watumishi. Na alipoenda hata ile Arabia ikufanya kazi, kwa sababu jinsi gani aliyoenda nayo, alienda akiwa anamtambulisha Mungu wa kweli. Na Farao akasema huyo Mungu simjui, akasema utamjua tu. Mdogo twende. Bwana Yesu apewe sifa. Mdogo twende, sema mimi simjui huyo Mungu gani. Tena akamwambia sawa, fanyeni kazi. Muondoke wapi? Watu wakawa na kazi ngumu zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mpango wa kutoka bado uko pale pale. Saa Mungu anapokuandaa, mpango wa kutoka uko pale pale. Hata kama unapita kwenye mazingira magumu, mpango wa kutoka uko pale pale. Swala ni kumlingana Mungu, kamwambia Mungu, nataka nikufananie wewe, nianze na wewe, nione matokeo. Kubali kutoka. Amina watumishi wa Mungu. Kutoka kwenye mwenendo usiofaa ambao saa nyingine mfumo huo umekumiliki tangu kizazi na kizazi. Tangu kizazi na kizazi unakutesa na ujue ufanye kitu gani. Haleluya watumishi wa Mungu. Aliporudi akiwa tayari ameshatoka na amerudi, alirudi kikazi zaidi. Kwa sababu alishatoka. Ndio maana somo langu linasema kutoka kwenye mwenendo usiofaa tuliopokea. Hakurudi na elimu ya Kimisri. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wanataka kuwaokoa wana wa Israeli kwa njia ya kuwaua wa Misri, alikuwa bado na elimu ya Kimisri, hana elimu ya kimungu ipasavyo. Lakini alipotoka kule jangwani, amekuja na elimu ya kimungu. Haongei kwa namna ya kumtambua Farao, anaongea kwa namna ya kumtambua Mungu wa kweli ukoje. Anamtambulisha Mungu wa kweli ukoje. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nimekufanya kama Mungu mbele ya Farao. Na Farao aliogopa kweli kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alipigwa mapigo yote mpaka Farao anaambiwa na viongozi wake, wewe uone nchi imeshaharibika, ruhusu watu waondoke, tutaisha hapa. Bwana Yesu pewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Na akashangaa, hivi nilikuwa nakaa na mtu hatari kiasi hiki. Mtu hatari kiasi hiki leo analeta vyura nyumbani kwangu wakati alikuwa anakaa hapo. Leo anaamuru vyura vinaingia kabisa, vyura kwa kiongozi mkubwa, vyura wanaingia huko ndani. Yesu pewe sifa. Kama walikuwa wanakuonea kwa sababu ulikuwa hujakutana na Mungu, mwambie Mungu, nimeamua kujitenga na hao. Nimeamua kujitenga na marafiki. Nimeamua kujitenga na ukoo. Nimeamua kujitenga na familia. Ili nikulingane wewe Mungu, nione kitu ulichoniokoa nacho, ili niweze kumtumikia Mungu wa kweli. Niwende ulimwengu na dunia nzima ijue kwamba kwenye familia fulani kuna mtoto wa kike ametengwa na Mungu, kuna mtoto wa kiume ametengwa na Mungu. Huyo mtu ambaye watu wakimwona wanasema hakika Mungu yuko pamoja na wewe. Jina la Bwana libarikiwe watumishi wa Mungu. Bwana Yesu pewe sifa. Jamani.